Unaangalia Al-Khair Online TV. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mheshimiwa mwenyekiti wa jumuiya ya wakina mama wa Kiislamu Tanzania BAKWATA Hajat Bi Shamim Khan, waheshimiwa wajumbe wote wa mkutano mkuu wa JUAKITA, niwaamkie kwanza kwa maamkizi mema ya Kiislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jambo la pili, kwa dakika moja, kwa sababu nimefika hapa na muda, nimejifunza mambo kidogo. Miongoni mwa mambo niliyojifunza, wajumbe wengi wa mkutano huu ni bibi zangu, wachache wa kina mama, alafu kidogo ndo kama kina dada hivi. Sasa kwa kuwa wengi ni bibi zangu, nataka tucheze pamoja kidogo, lakini mchezo mzuri wa kumswalia Mtume Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. الشرع شرع أحمد والدين ما بدا به. Nukta zangu ama mada yangu kwanza ni uchaguzi katika Uislamu na ushiriki wa wanawake kwenye uchaguzi. Uchaguzi katika Uislamu na ushiriki wa wanawake kwenye uchaguzi. Mada hii ni pana sana, lakini kwa kuchunga muda mimi nitazungumza nukta 6. Nukta ya kwanza ni mtazamo wa kisheria juu ya uzalendo. Nukta ya pili, hukumu ya kupiga kura katika Uislamu. Nukta ya tatu, wajibu na umuhimu wa kuweka viongozi. Nukta ya 4, sifa za wanaostahiki kuongoza. Nukta ya 5, majukumu ya viongozi, na nukta ya mwisho ni haki za viongozi. Kwa hiyo nitazungumza nukta hizo 6, lakini nitakwenda spidi sana, moja moja, kwa spidi kubwa ili tukale. Bibi zangu wamechoka, njaa inauma. Lakini awali ya yote, kabla ya kuanza hizi nukta, wala msio na wasiwasi, nitataja moja moja. Nitaanza kutaja ya kwanza, alafu naizungumza kidogo, ya pili, alafu naizungumza kidogo, mpaka bibi zangu wanielewe, kwa sababu najua mimi kukaa na bibi unakaa naye vipi. Kwanza ni pongezi, pamoja na kwamba mimi ni katibu wa jumuiya ya vijana BAKWATA taifa, na jana nilikuwepo hapa na mzee alinipiga madongo, lakini wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kwa hiyo lazima nitoe maua mengi sana na salamu nyingi sana kutoka jumuiya ya vijana kwa mama zetu na bibi zetu na viongozi wote wa JUAKITA kwa kufanya kazi kubwa na kuiamsha jumuiya yao na maendeleo makubwa mnayoyafanya. Na mimi naahidi hapa kwamba tumejifunza mengi sana kutoka kwenu, na kuanzia kesho, Mufti ameagiza kuanzia kesho tunatakiwa tuanze kuiga baadhi ya mambo yenu, na anataka ayaone. Kwa hiyo kuanzia kesho asubuhi jumuiya vijana itakuwa moto sana. Yaani nyewe mkimaliza tu hapa mkutano mkuu, JUVIKIBA inaanza, nchi hii itatefuka vumbi. JUAKITA hoye! Hoye sana! Naam. Nukta ya kwanza katika uchaguzi ndani ya Uislamu na ushiriki wa wanawake kwenye uchaguzi, nimesema nukta ya kwanza itakuwa ni mtazamo wa kisheria
juu ya dhana ya uzalendo. Ili tuweze kuzungumza kuhusiana na uchaguzi, kitu cha kwanza kabisa tunatakiwa tutandike busati la uzalendo. Uzalendo ni nini? Uzalendo ni hali ya mtu kuipenda nchi yake, kuwa tayari kwa ajili ya nchi yake, kuitetea nchi yake. Tafsiri fupi tu katika vitabu ni hiyo, ingawaje kuna sherehe na ufafanuzi mbalimbali. Lakini Uislamu unasemaje katika dhana ya uzalendo? Ar-ru'yatu shari'iyatu fil muwatana, mtazamo wa kisheria katika uzalendo. Uislamu unasema mtu kuwa na tabia ya kizalendo ni katika sehemu ya ibada. Mtu kuwa na tabia ya kizalendo katika moyo wake anazingatiwa kwamba yuko katika ibada. Yani wewe kuipenda nchi yako, kuendeleza nchi yako, au kufa kwa ajili ya nchi yako, hayo yote yamewekwa katika orodha ya jihadi. Hayo yote yamewekwa katika orodha ya jihadi. Miongoni mwa dalili zinazoonyesha kwamba Uislamu unatazama kwamba uzalendo ni katika jambo la kiibada ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yako maneno mengi, lakini nasema tunakwenda kwa spidi. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokewa na maimamu wengi akiwemo Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, maimamu wengi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anatolewa ama anafukuzwa ama anaondoka katika mji wa Maka kwa ajili ya kuhama kutoka Maka kwenda Madina kwa sababu za kiimani, kwa sababu amekuja kuutangaza Uislamu na wameukataa Uislamu watu wa Maka, wamemkataa Mtume Muhammad kwa sababu ya kuwaletea neno la haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaondoka aliuambia mji wa Maka, akasema wallahi, na hapa kwa Allah, innaki, hakika wewe mji wa Maka, la khairu ardhillahi, ni katika nchi bora ya Mwenyezi Mungu. Halafu wa ahabu ardhillahi ilayya, na wewe mji wa Maka ni katika nchi inayopendeza zaidi kwangu mimi. Wallahi, na hapa kwa Mungu, laula anni ukhrijtu, lau mimi nisingelifukuzwa na kutolewa kwa nguvu minki, kuondoka kwako wewe mji wa Maka, ma kharajtu, mimi nisingeondoka kukuacha wewe mji wa Maka. Maneno haya yanaonyesha uzalendo wa mtume juu ya nchi yake ya Maka. Na hapa mtume anatupa somo kwamba kila mmoja wetu atakiwa apende wapi? Kwao, apende nchi yao, apende mji wao. Lakini baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka Maka, alikwenda akaishi Madina, kwa kuwa pale Madina napo ni mahali ambapo amepachagua ndio kimbilio, ndio mahala pa stara, ndio mahala pa nusra. Hadithi nyingine ambayo pia imepokelewa na maimamu wengi wa hadithi akiwemo Imam Bukhari na wengineo, mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliomba dua kuombea mji wa Madina baada ya kupata ripoti kwamba masahaba wake wanaugua, hali zao si nzuri, wamekaa pale ni wanyonge, ni wageni, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, habib ilaina almadina, tunakuomba utupe mapenzi ya mji wa Madina. Habib ilaina almadina, tupe mapenzi ya mji wa Madina, tupe, yani tuwe tunaupenda mji wa Madina, kwa sababu ndio mahala tunapokaa, ndio mahala pa kimbilio tulipopata nusra. Kwa hiyo kama itakuwa nyoyo zetu zinapachukia mahala ambapo ndipo tunapoishi, kwa kweli tutapata tabu. Tupe mapenzi. Halafu mtume anasema kahubina Maka au ashadda, tena hayo mapenzi ya Madina uyafanye kuwa ni mapenzi makubwa kuliko mapenzi ya Maka au zaidi, kwa sababu hapa ndo mahala tumepata nini? Tumepata nusra. Hii ni dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapoombea mahali ambapo ndo amekwenda kupata msaada. Ukisafirisha akili yako tu kidogo, utaona kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaombea uzalendo
wale maswahaba wake wapapende pale mahala. Maana yake ni kwamba wakipata mapenzi watalima pale, watajenga pale, watapaendeleza pale. Na ni kweli baada ya muda mchache mji wa Madina ukawa ni Al-Madina Al-Munawwara, ni Madina yenye nuru, ina nuru, majengo yalijengwa, kila kitu kilikuwa kizuri, vyakula vikawa vizuri. Na iko hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliombea mpaka makulima yake, mazao yake, alifanya kazi kubwa sana. Lakini wanawazuoni wanasemaje kuhusiana na masala ama na dhana hii ya uzalendo? Qala ulama, wanawazuoni wanasema haninu rajuli ila watanihi min alamati rushdi, mapenzi ya mtu kwenye nchi yake ni katika alama ya ukomavu wa akili. Mapenzi ya mtu kwa nchi yake ni katika alama ya ukomavu wa nini? Wa akili. Na ukitaka kujua huyu tayari akili zake zimekaa vizuri, ni kumuona anapenda kwao, anapenda mji wao, anapenda kijiji chao, anapenda nchi yao. Hayuko tayari kuandika message za ovyo kuichafua Tanzania. Hayuko tayari kuharibu miundombinu, barabara zinajengwa anakwenda kuiba mataruma sio nini. Huyo bado akili haziko sawa. Yaani nchi yake anaihujumu. Huyo sio mzalendo. Huyo sio mzalendo. Jamani, ngoja niishie hapo maana maneno yasiwe mengi. Hii ni nukta ya kwanza ya uzalendo katika nukta zangu za kuzungumza umuhimu wa uchaguzi ama uchaguzi katika Uislamu na ushiriki wa wanawake katika uchaguzi. Kwa kitu cha kwanza tunasema jamvi la kukaa katika kwenda kwenye hiyo dhana ya uchaguzi kwanza ni uzalendo. Nafikiri bibi zangu wote na mama zangu wote hapa ni wazalendo na ni Watanzania kweli kweli. Sasa kama mtu akiwa ni Mtanzania kweli kweli, lazima uzungumze naye kuhusiana na namna gani atawaweka viongozi katika nchi yake, na viongozi wawe wa aina gani. Kwa hiyo nukta ya pili tutakayo kwenda nayo ni umuhimu wa kuweka viongozi. Umuhimu wa kuweka viongozi. Yaani kama wewe ni mzalendo, wewe ni mzalendo, inakuwaje sasa katika eneo lako pawe pako hovyo, hapajulikani mkubwa ni nani, yupi ni yupi, wajibu wake ni upi? Haitawezekana. Umuhimu wa kuweka uzalendo katika umuhimu wa kuweka viongozi, umuhimu wa kuweka viongozi kwenye maeneo, kwenye majimbo, kwenye nchi, kwenye miji, mpaka kwenye kaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka wakati aliposema Mola wako, hakika mimi nitaweka katika nchi mtawala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo aliumba mbingu na ardhi, na ana uwezo wa kuviendesha vyote mbingu na ardhi na vilivyomo ndani. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kufanya nini? Anaweza kuviendesha. Lakini anatuonyesha umuhimu wa kuweka uongozi. Analeta katika nchi, yani ardhi, katika dunia, anasema anaweka kiongozi atakayekuwa ndiye anayeongoza katika hii ardhi, katika hii dunia. Hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikuwa anazungumza na malaika, na anazungumza na malaika maneno haya baada ya kuumba ardhi kwa miaka mingi na kuiumba mbingu kwa miaka mingi, na kuwaleta pia majini wakaishi katika ardhi na wakafanya ufisadi mkubwa sana, kwa sababu ilikuwa ni utawala ama ni maisha yasiyokuwa na uongozi, yalikuwa hayaeleweki, wakafanya mambo mabaya, wakafanya ufisadi mkubwa. Mwenyezi Mungu akawafukuza. Sasa anawaambia malaika, napeleka sasa viumbe ambao wataishi, lakini wataishi kwa dhana ya kuongozana kwa uongozi. Viongozi watawazuia wale wabaya kufanya mabaya, viongozi watachunga haki kwa wale wanaotaka haki, viongozi watawatetea wanyonge, na hakutatokea tena vurugu ile mlioiona ya ulimwengu wa majini kule katika ardhi. Maulama wanaotafsiri Qur'an
walipofika katika aya hii wanasema hadhihi al-ayatu, aya hii aslun, ni msingi fi nasbi imamin wa khalifa, katika kuweka kiongozi, imam, khalifa, mtawala, yusma'u lahu, atakayesikizwa, wa yuta'u, na atakayetiiwa, litajtamia bihi al-kalima, ili neno la watu liwe ni moja. Jamani, sasa tunajenga barabara, tunajenga kwa sababu kiongozi wetu amesema. Jamani, sasa tunafanya hivi, tunafanya. Wa tunafadhu bihi ahkamu al-khalifa, lakini pia uongozi ambao zitapitishwa kwa kupitia huo uongozi hukumu za kiutawala. Yani kama hakuna uongozi, hukumu hata za kiutawala hazitatoka. Haya tunayoyaona kwamba uwizi ni kosa, rushwa, tumeambiwa habari za rushwa, hizi ni hukumu za kiutawala. Pamoja na kwamba ndani ya dini maelekezo haya yamekuja, lakini na utawala nao umeweka kanuni za utekelezaji wa hukumu hizi. Sawa, kwamba hizi hukumu zitatekelezwa vipi. Mtume amesema tu, anayekula rushwa, anayetoa, anayepokea, anayeshuhudia, sawa, wote watakwenda motoni. Sasa watu watazuiwaje wasiende motoni? Kumewekwa TAKUKURU, kumewekwa jela, kumewekwa nini. Sasa haya ndio mamlaka yote yanatekeleza lile agizo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lile agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tuambiwa wala khilaf, hakuna makindano na tofauti yoyote baina ya wasomi wa Kiislamu fi wujubi dhalika, katika kupasa hilo la kuweka uongozi baina al-umma, kati ya umma. Hakuna mwanachuoni hata mmoja anayesema kwamba jamani, watu wanatakiwa waishi hivi bwana, mambo ya viongozi yani mambo ya kupotezeana muda. Sisi tumeelewana? Asema hakuna katika maulama anayesema hilo. Maulama wote wamekubaliana kwamba ni lazima kuwe na uongozi kama hivi. Tuko chini ya mama yetu hapa, ametukusanya kutoka nchi nzima, tumekaa hapa, tamko liko kwake na baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka, ndio maana tunasikilizana, mambo yanakwenda, rehema ya Mwenyezi Mungu imetuenea kwa sababu ya uongozi upo. Kuna uongozi, kuna mamlaka ambayo ndio ina kauli ya mwisho juu yetu, na huo ndio Uislamu. Lakini waajmaa sahaba radhiyallahu anhum, hata masahaba wamekubaliana ala wujubi ikhtiyar, juu sasa ya kupasa kumchagua man sayakhlufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada ma tuufia, juu ya kumchagua ambaye atakuja kumkaimu mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya kufa. Mtume alikuwa ndio kiongozi, sasa mtume kaondoka, alikuja Abubakar, Abubakar kaondoka, kaja Umar kaondoka, amekuja Uthman kaondoka, Ali ameondoka, amekuja Umar bin Abdul Aziz ameondoka, umekuja utawala wa Uthmania, Abbasia, Umawiya, umekwenda. Sasa tumegawika tu katika maeneo, tuko kwenye mabara na tuko kwenye manchi. Sasa kuna Tanzania kiongozi wetu atakuwa nani? Lazima tuweke ili mradi tuwe na uongozi hata tuweze kufanikiwa. Tena bali wala surati tanfidhi dhalika, bali masahaba wao wametuelekeza mpaka uharaka wa kuweka uongozi katika maeneo. Wametuelekeza hilo kwa kupitia kitendo gani? Innahum, hakika wao masahaba, qaddamuhu, walitanguliza suala la kumweka kiongozi ala dafni nabii sallallahu alaihi wasallam, hata kabla ya kumzika mtume sallallahu alaihi wasallam. Sote tunatambua, tumesoma katika sira kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokufa akimbilia wapi? Akakwapue, kwa sababu si anaona tena mji hauna mwenyewe. Lakini wapo uongozi haraka sana, watu wote skuti, kienda mahali utaonekana, na kama utafanya uhalifu utachukuliwa hatua. Nimalizie kipengele hiki. Qala ulama, dakika zangu nimeambiwa hapa ni nusu saa tu. Maulama wamesema kama anna hifdha al-amni wan-nidham, kama ilivyokuwa kwamba kuchunga amani na nidhamu, wa nashri al-islam, na hata kueneza Uislamu, wa himayati hududi dawla, na kuhami mipaka ya nchi, kama ilivyokuwa hayo amrun wajibun, ni jambo la wajibu shar'an, kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Wa huwa, na hilo la kuweza kulinda amani, kuchunga nidhamu, hata kupata fursa ya kueneza dini na ulinzi wa kulinda mipaka ya nchi, hilo haliwezi kutimia illa biwujudi raisi dawla, isipokuwa kwa kupatikana kiongozi katika nchi.
Kama hilo haliwezi kutimia isipokuwa kwa kupatikana kiongozi na kulinda hiyo amani na hiyo nidhamu na kuhami hiyo mipaka ya nchi, ni jambo la wajibu. Lisipofanyika watu watapata dhambi. Basi wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, na lile ambalo halitimii jambo la wajibu isipokuwa kwa jambo hilo, basi na hilo nalo ni wajibu. Kama kulinda amani ni wajibu, na amani haiwezi kulindika mpaka kuwe na kiongozi, basi kuwa na kiongozi pia ni wajibu. Sawa? Kwa kushiriki katika dhana za uongozi katika nchi ni jambo ambalo kwamba ni la wajibu. Maneno ni mengi, lakini nakimbiza swala ya dhuhuri katika nukta ya umuhimu wa kuweka uongozi. Naam. Hukumu sasa ya kupiga kura katika Uislamu, nukta ya 3. Hukumu ya kupiga kura katika Uislamu, hii ni nukta ya 3. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema katika kuelezea suala la upigaji wa kura, sura ya 3 aya ya 44. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Dhalika min amba'il ghaibi, anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hicho kisa tulichokusimulia wewe cha kupatikana kwa mama Maryam ambaye ndiye mzazi aliyemzaa Isa alayhi salam au Yesu, hicho kisa nilichokusimulia ni miongoni mwa story ambazo wewe ulikuwa huna. Nuhihi ilaika, nimezifunua ama nimekupa wewe uwazi wa story hizo. Mungu anasema ndani ya Qur'an, anamwambia Mtume Muhammad, halafu anasema katika aya hiyo anamwambia wama kunta ladaihim, na wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam haukuwepo wakati wa zama za ukoo wa Ali Imran, haukuwepo idhi yulquna aqlamahum, siku walipotupa kalamu zao kwenye maji. Kwa lengo gani? Ayyuhum yakfulu Maryam, kwamba ni yupi kati yao atakwenda kumlea Maryam. Hapa ndo pana kura hapa. Wama kunta ladaihim, wewe Muhammad haukuwepo mbele yao. Lilipotokea tukio gani? Idhi yulquna aqlamahum, siku walipozitupa kalamu zao kwenye maji. Ayyuhum yakfulu Maryam, wakimtafuta ni nani atakaye mlea Maryam. Naelezea kwa kifupi bibi zangu ili tuweze kuelewana hapa, tuondoke vizuri. Uislamu unasemaje kuhusiana na kupiga kura? Mama Hannat, kuna mwanamke mmoja anaitwa Hannatu bintu Faqudi. Huyu mwanamke huyu ndiyo mama yake Bi Maryam. Hannat binti Faqudi, huyu mama alikaa muda mrefu sana bila kupata mtoto, mpaka siku moja akanuia akasema, mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinipa mtoto nitamsimika wakfu aitumikie nyumba tukufu ya Baitul Maqdis, ile nyumba ya Jerusalem, msikiti wa Jerusalem ule Palestina kule Baitul Maqdis. Sinajulikana bibi zangu ile. Yule mama aliweka nadhia, Mungu kama mimi akinipa mtoto nitakwenda kumweka wakfu awe mtumishi wa Mungu tu, katika ile kiu ya kuweza kupata nini? Kupata mtoto. Kweli Mwenyezi Mungu baada ya muda, baada ya umri alimjalia kupata ujauzito. Alipopata ujauzito, alipokuja kuzaa mtoto yule akawa ni mtoto wa kike, ndio Maryam. Sasa watoto wa kike mtamwekaje wakfu kuitumikia nyumba ya Mwenyezi Mungu ambayo ni msikiti? Na mtoto wa kike inajulikana, bibi zangu wenyewe mnajua, mtoto wa kike kuna siku anakuwa anaelewana na msikiti na kuna siku anatakiwa kidogo akae mbali na msikiti. Sasa itakuwaje? Lakini hilo likawa sio tatizo kubwa. Sasa hapana, midamu wao wamekishasema hivyo, hapa yatakiwa atafutwe mtu atakayemlea huyu mtoto. Kwanza kuwe, halafu pili tumsubiri Mwenyezi Mungu tumuone anataka kufanya nini. Kwa nini wao uliomba dua kwamba Mungu akupe mtoto, na mtoto wao utamweka wakfu wapi? Kwenye msikiti. Kwa nini Mungu amekupa mtoto wa kike? Sasa tumtafute mtu atakayemlea, kwa sababu wewe huwezi kukaa naye, huyu tayari ni wanadhiri.
na yatakiwa huyu mtoe aanze kwenda katika ile misingi ya kiwakfu wakfu. Sasa hapa ni nani atakaye mlea huyu Maryam kama wakfu, kama mtoto wa wakfu aliyesimikwa na nani? Na mamake. Hapo ndo kukaja umuhimu wa kupiga kura. Qur'ani ndio ikazungumza sasa kuna mzee Zakaria. Huyu mzee Zakaria ni tunasema ni baba wa Bi Maryam, kwa sababu amemuoa mama yake mdogo. Mama Hannat binti Fakudi ana dada yake. Huyo dada yake ndo ameolewa na mzee Zakaria. Yeye mama Hannat mume wake ni mzee Imran. Ile suratu Ali Imran, hii ni sura ya jamaa wa Imran. Mzee Imran ndo mke wake mama Hannat binti Fakudi. Mzee Zakaria amemuoa mdogo wake mama Hannat binti Fakudi. Kwa hiyo mzee Zakaria sasa, mimi nina haki ya kumlea huyu mtoto. Kwanza mimi mwenyewe ni mtumishi wa nyumba ya Mungu, halafu huyu mtoto mama yake mdogo ndo mke wangu. Watu wakamwambia haiwezi kuwa kirahisi hivyo, lazima tupige kura. Sasa kura yenyewe itakuwaje? Asema bwana, kila mtu ashike kalamu halafu itupwe katika maji. Kalamu itakayoibuka ya mtu ambaye itaibuka mwanzo, yule ambaye kalamu yake itaibuka mwanzo, huyo ndo atachukua mtoto aende akamlee. Nafikiri mpaka hapo nimeeleweka. Hiyo ni Qur'ani inazungumzia kura, sawa, katika mtindo kama wa enzi hizo. Kuna mbinu mbalimbali za upigaji kura. Naam. Kwa hiyo wanawazuoni sasa wanatufundisha aya hii. Istadalla baadhi ulamaina bihadhihi alaya, imetoa dalili baadhi ya wanawazuoni wetu kwa aya hii ala ithbati alqur'a, juu ya swala la kuthibitisha upigaji kura. Wa huwa aslun fi shar'ina, na kupiga kura ni asli katika sheria yetu. Likulli man arada al-adla fil qisma, kwa kila anayetaka kufanya uadilifu kwenye kitu ambacho kinagawika. Ikitokea kuna jambo labda wagombea wako wengi, ni yupi sasa hapa tumpe atuongoze? Tunaweza tukapiga kura ili kuweza kumpata mmoja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kuhusiana na dhana hii ya kura. Ziko hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinazozungumza kuhusiana na dhana hii ya asili ya kupiga kura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Bukhari na maimamu wengine mbalimbali, anasema mathalul qaimi fi hududillah, mfano wa mtu ambaye anachunga sheria za Mungu, mwenyewe hatendi madhambi, anamjali Mungu, walwaqi'i fiha, na mfano wa mtu ambaye hamjali Mungu, hatizami sheria za Mungu, akitaka kulewa analewa, akitaka kuzini anazini. Hawa ni watu wawili. Kuna mtu anayechunga sheria na mtu asiyechunga sheria. Mtume anasema mfano wa watu wawili hawa kama thali qaumin, ni kama mfano wa watu wa taifa ambalo, au watu ambao istahamu, wamepiga kura. Mtume Muhammad anazungumzia habari za kupiga kura. Istahamu ala safina, wamepiga kura, walikuwa wana safari yao, lakini chombo ama njia wanaotaka kuitumia safari ile ni kupita baharini. Wakawa wana jahazi lao, lile jahazi likawa lina sehemu ya juu na sehemu ya chini. Tutasafirije? Wa juu ni wakina nani na wa chini ni wakina nani? Sasa istahamu, wakapiga kura ala safina, katika lile jahazi. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, wakatoka wengine wakawa sehemu ya juu, wengine wakawa sehemu ya chini. Lakini wamepata mgawanyo huo kwa kupitia njia gani? Ya kura. Kwa hiyo Mtume Muhammad hapa hataki kuzungumza hayo mambo mengine. Sisi tutatazama namna gani Uislamu unavyotazama swala zima la kupiga kura. Kwa hiyo upigaji kura upo kwa mujibu wa mtazamo wa dini ya Kiislamu, na maneno ni mengi sana. Ni mseme al-Imamu Ibn al-Arabi, mmoja katika mashekhe wakubwa wanaotafsiri Qur'ani, wanaotegemewa katika ulimwengu wa Kiislamu. Yeye anasema waqad waradatil qur'atu fi shar'i, hakika umekuja upigaji kura katika sheria, fi 3 mawatin, katika maeneo matatu wazi wazi kabisa. Al-awwalu, eneo la kwanza, kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume idha arada safara, pindi akitaka kusafiri na mke wake mmoja, na mtume ana wake 9, aqra baina nisaihi, hasafiri tu na yule cheupe dawa, hasafiri tu na yule ambaye hii ni mkalia nyongo. Aqra baina nisaihi, anapiga kura kati ya wake zake, anaandika vikaratasi, Aisha, Khadija, sio nani, afana muita mtoto, hebu nipe karatasi kimoja, chagua chochote unipe. Yule mtoto anachukua karatasi kimoja, anampa, ikiambia
Jamani, nimemtaja jina hapa ndio tutaondoka kwenda safari, sipendelei jina pale limetoka Maimuna bintu Zama, si ndio bwana? Mtume anasafiri na Bi Maimuna. Kwa mtume mwenyewe mtume mwenyewe alikuwa akipiga kura nyumbani kwake. Una swali hapo hapo katikati ya safari, unipi dakika nikamaliza. Na ndio kura imemchagua, si ni kura kwa kura. Hata kama kila akirudia anatokea huyo, nidamu ni kwa kura, hamna shida, hamna upendeleo hapo, sababu kura ndio imemwangukia. Kwa hiyo anasema hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ambayo upigaji kura umedhihiri waziwazi, anna nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume, rufia ilaihi, alipelekewa mashtaka, anna rajula, kwamba kuna mtu mmoja, ataka 6 taabud, ameacha huru watumwa wake 6 ambao ilikuwa hao watumwa ndio mali pekee anayomiliki, na la mala lahu ghairu, hana mali nyingine isipokuwa watumwa hao. Halafu yule mtu akawa amefariki, yeye mwenyewe ameacha huru, yani ametamka kwa bwana, mimi nikifa watumwa wangu wote hawa wako huru. Huo ni wasia. Huo ni nini? Huo ni wasia. Na wasia tunajua taratibu za wasia katika sheria ya Kiislamu yataka kutekelezwa, lakini sasa wasia usizidi thuluthi, ili warithi nao wapate cha kufanya nini? Cha kurithi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekewa kesi hii akasema, hapa itabidi tupige kura. Tupige kura, yule mtumwa ambaye itamwangukia kura yeye ataachwa huru, ni wengine ambao kura mmekosa ninyi mtabaki kuwa ni watumwa, ili mrithiwe kama mali ya marehemu na warithi wake. Sawa? Lakini Uislamu umekuja kupiga vita hiyo dhana ya utumwa. Sio mkasema baadaye mkanikaba, mbona hapa kuna utumwa? Uislamu umeondoa utumwa, ndio hata haya unayoyaona yanatokea, kwamba ukifanya kosa hili acha huru mtumwa, sio ukifanyaje acha huru mtumwa, ili Uislamu umalize nini? Umalize ule utumwa. Na kweli wameisha, sasa hivi watu wote ni waungwana. Eneo la tatu ambalo upigaji kura umedhihiri wazi wazi, anna rajulaini, kuna watu wawili, ikhtasama ilayhi, walikwenda kushtakiana kwa mtume, fi mawarith, katika mali yao ya mirathi, qadarasati, ambayo ilikuwa imechakaa. Yani ni ipi hapa mali yenyewe? Mali ni ipi hapa? Yani yatakutwa imepotea hivi mahali, kila mtu anasema so hii. Kumetokea ujanja ulikuwa tangu zamani, sio kwamba tunapambana na ujanja sasa hivi tu, tangu zamani. Faqal, mtume mwenyewe akasema, idhhaba, nyinyi msiniletee matatizo hapa, nendeni, watawakhaya alhaqa, tena mchunge haki, wastahima, nendeni mkapige kura, mpige kura, mkubaliane mali ya kurithiwa katika hii ni ipi. Msijifanye imechakaa hapa muelewi eti inayostahiki ni ipi. Hapa sisi tunachotazama, mtume anawaagiza watu waende wakapige kura. Na yako maneno mengi ya wanawazuoni kuhusiana na dhana ya upigaji kura, lakini nafikiri kwa mpaka hapo mmenielewa na mmeuelewa Uislamu unazungumza nini kuhusiana na kupiga kura. Hiyo ilikuwa sijui nukta ya 3 kama sikosei. Ya 3 hiyo. Ya 4, wakina nani wanaostahiki kuongoza. Sasa tunakwenda kwenye uchaguzi. Sawa? Kuna watu watakuja mbele yetu, wanataka wachaguliwe watuongoze. Sisi kama wakina mama wa Kiislamu, watu wenye ushawishi mkubwa, maana yake nasema sisi, na mimi mwenyewe niko kwenye mkutano huu, na mimi pia nimo sasa juu kita kwa muda kidogo, alafu baadaye kuanzia kesho nitakuwa juu Vikiba. Sawa? Wanaofaa na wanaostahili kuwa viongozi. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an akituonyesha wanaofaa kuwa viongozi, asema inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Inna khaira man ista'jarta, hakika bora ya yule ambaye unataka umpe ajira, umwajiri akufanyie kazi zako. Mtu bora, sifa bora unayotakiwa kuizingatia awe nayo, al-qawiyyu al-amin. Kwanza atakiwa awe na nguvu na awe mwaminifu. Na awe na nguvu, awe mwaminifu. Na wanawazuoni wanatafsiria nguvu. Nguvu ni nguvu ya akili, nguvu ni nguvu ya elimu, nguvu ni nguvu ya maarifa, sio nguvu ya magumi kupigana na watu. Hatuhitaji
Labda kama unataka kiongozi wa bondia huko kwenda kupigana, ndio utatazama na nguvu ya kupigana. Kwa hiyo kuna nguvu ya elimu, nguvu ya akili, nguvu ya maarifa. Al-amin, awe muaminifu. Hii ni suratul Qasas aya ya 26. Aya nyingine Allah anasema katika suratu Yusuf 55, ij'alni ala khazaini al-ardi inni hafidhun alim. Yusuf asema, anamwambia Aziz mfalme wa Misri wakati ule, anamwambia ij'alni ala khazaini al-ardi, naomba uniteue mimi niwe ni mweka hazina wa nchi hii ya Misri. Inni hafidhun alim, sifa zangu mbili, hakika mimi hafidhun ni mlinzi mzuri, alimun ni mjuzi. Kwa hiyo hapa kuna ujuzi, lakini kuna elimu pia vile vile ya uhazini hapa, ambayo elimu imeitwa ni hafidhun. Yeye Nabii Yusuf asema mimi ni hafidhun, naweza kuhifadhi mahesabu yenu vizuri. Maana yake huyu ana elimu ya uhasibu, ana uelewa na ana uwezo, na taifa lile la Misri halitadidimia. Sawa? Kwa hiyo kutokana na maneno haya, wana wazuoni wakatuambia anayefaa kuwa kiongozi lazima awe na umri wa kutosha, albulughu, kuanzia kubale kwenda mbele. Lazima awe na akili timamu, lazima awe na uadilifu ambaye hata kuja kuwabagua raia. Lazima awe ana uaminifu, atakayekuja kutunza mali za umma bila ya kuzifuja na kuziharibu. Awe ana ujasiri na awe ana ushujaa. Haya maneno yametolewa ndani ya hizo aya za Qur'an nilizozisoma. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuacha, akaendelea kutufafanulia sifa za au umuhimu wa kumtafuta mtu ambaye kwamba ni mzuri sana katika uongozi. Mtume anatuambia katika hadithi, man walla ala usabati rajulan, yeyote atakayempigia kura kwenye kundi la watu, kumpigia kura mtu ambaye yajidu man huwa ardha lillahi minhu, anaweza kumpata mtu mwingine anayemridhisha zaidi Mwenyezi Mungu kuliko mtu huyo, lakini yeye akamchagua huyo akimuona si mwadilifu, hana akili, hana sifa, lakini kwa kuwa labda ni ndugu yake tu akaamua yeye amchague huyo, basi atakayefanya kosa hilo fakad khana Allah wa rasula, hakika huyo amemkhini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Asaliwe Mtume Muhammad, asaliwe Mtume Muhammad. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatuelekeza katika kuwachagua watu wenye sifa katika uongozi. Hadithi nyingine Mtume anasema, halaku ummati, maangamivu ya ummati wangu, ala yadai ughailimatin sufaha, yako katika mikono ya vijana wapuuzi. Sio nisemeje, naogopa kutukana hapa, kuna watu wazima, lakini neno safi tafsiri yake inajulikana. Asema Mtume Muhammad, kuangamia kwa umati wangu kuko katika mikono ya vijana ambao ni masafihi. Masafihi, yani kama watu watamtafuta kiongozi ambaye ni safihi. Kiongozi safihi ni kiongozi ambaye hana elimu, ni kiongozi ambaye hana maadili. Hana maadili, huyu ni safihi. Hana maadili, manake atachukua mali ya umma, ataipoteza tu, atadhulumu watu. Kama mtaniruhusu nitasema mjinga, samahani kama itakuwa sijaleta tafsiri kali sana, ili mradi neno safihi liweze kueleweka. Kwa hiyo hapa Mtume anatuelekeza kwamba sifa za viongozi ni zile tulizozitaja hapo awali. Kinyume cha wale wenye sifa hizo hawatafaa kuwa ni viongozi, na haya ni maelekezo ya usafi. Hebu nimalizie eneo hili na maneno ya Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, katika dhana ya kuwaweka viongozi wenye sifa. Amirul Mu'minin Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu siku moja anasema Sayyidina Umar, in adrakani ajali,
mimi yakinifikia mauti yangu wa Abu Ubaida, na hali ya kuwa huyu sahaba anayeitwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, hali ya kuwa huyu sahaba huyu yuko hai, istakhlaftuhu, mtawaagiza huyu mchague awe ndo badala yangu mimi huyu. Kwa nini? Kwa nini? Sayyidina Umar anasema kama mimi mauti yakinifikia halafu na huyu Abu Ubaida yuko hai, mimi nitawaelekeza mumchague huyu badala yangu awe ndo kiongozi. Huyu sahaba radhiallahu anhu alisifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume siku moja aliwaambia watu wote na yule sahaba akiwepo, akasema aminu hadhihi al-umma, muaminifu zaidi wa umma huu Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, ni huyu sahaba Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Yani hakuna muaminifu kuliko huyu katika umma wangu. Huyu sahaba alilia sana, akanyongea sana kwa kupewa sifa kubwa mbele ya wenzake, lakini wenzake wakaja wakampongeza kwamba wewe mtume mwenyewe kaelekezwa na Mwenyezi Mungu amekuchagua. Na ni kweli, hakuna mwenye amana yake anaipeleka kwa huyu sahaba ikapotea. Hakuna neno, hata neno la mtu, yani mtu akiwa na siri yake anaenda kumwambia, halafu amwambia bwana nikumbushe, lakini usimwambie mtu. Na hata mwambia mtu mpaka aende akamwambia yeye mwenyewe, labda mwenyewe mwambie na fulani anaenda kumwambia. Kwa hiyo Saidna Umar anatuonyesha umuhimu wa kuchunga sifa zinazotakiwa kwa viongozi. Nasema dakika zimekwisha, lakini sijui nimefika nukta ya ngapi. Nukta ya 5 kwa haraka nasema ni majukumu ya viongozi, masulia, majukumu ya viongozi. Jamani, miongoni mwenu kuna watu watakwenda kugombea au wengine waligombea hapa wamekishachaguliwa kuwa ni viongozi sijui wa serikali za mitaa, na wengine ndio kama hivyo ndio viongozi nyinyi wa juu ya kita kwenye mikoa, kwenye maeneo yenu. Jamani, uongozi ni masulia, ni majukumu. Hapa ndo kuna maneno mengi sana niliandika, lakini kwa uchache nieleze haya. Kwanza nieleze hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Bukhari na Muslim. Mtume anasema, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, tena hii ni dua na ni maapizo, Mtume anaapiza. Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, man waliya min amri ummati shay'a, yeyote atakaye kuja kuongoza katika jambo la umati wangu, nafasi yoyote ile, fashaqqa alaihim, halafu akawatilia uzito umati wangu katika uongozi wake, ikawa hawaongozi watu vizuri, mambo ya watu ni magumu, sijui kama ni barabara, kama mamlaka yake kujenga barabara hazijengi, sijui kama ni hospitali, kama mamlaka yake ni hajengi, sijui kama yani yale anayotakiwa kuyafanya ili watu wapate maisha mepesi yeye hayafanyi, watu wako katika mazingira magumu. Labda mimi hapa ndo kiongozi wa Juvikiba, vijana wana mahitaji, kila wanakotaka kukatiza kwenda kule, mimi nawafanyia uzito tu, nawawekea ngumu tu, ili maana yake sio nalinda nafasi yangu, sio vipi. Sasa Mtume anasema yoyote atakayekuja kuchukua nafasi akatawalia katika umati wangu sehemu yoyote na akawafanyia uzito, basi Mtume anasema fashquqa alayhi, na yeye Mwenyezi Mungu mpe matatizo huyo mpaka anakufa. Mwenyezi Mungu atunusuru ya Rabbi. Hii ni dua ya Mtume, wanaoitikia ni malaika. Yani wewe ukiwa kiongozi alafu watu unawapa wanapata tabu, Mtume anasema ndio utakuta mtu kiongozi hatoki hospitali, ana matatizo, mara anaumwa na hapa, mara moyo, mara kapelekwa Denmark, mara wapi, hana amani. Huyo kiongozi atakuwa, Mwenyezi Mungu awanusuru viongozi wetu, yawe ni matatizo madogo hapa na pale, lakini wawe wanatupendelea kheri, kama kina Mama Shamim wametuleta hapa Dar es Salaam, wametutafutia mahali pa kukaa, wanatuletea walimu wa kutuelimisha. Mwenyezi Mungu ampe afya njema. Mama Shamimu ni kiongozi mzuri, anawafundisha mbinu za uongozi, muende mkafanikiwe. Na nyinyi pia ni viongozi wazuri nafikiri katika mikoa yenu, ndio maana mna sura nzuri, hamna tabu yoyote, mna raha. Inshallah Mwenyezi Mungu atawapa raha. Basi dua ya Mtume imeendelea, wa man waliya min amri ummati shay'a, na yule ambaye atatawalia katika umati wangu nafasi yoyote ile, farafaqa bihim,
akafanya kila aina ya wepesi kwa wale anaowaongoza. Ewe Mwenyezi Mungu farfuqa alayhi, na ewe Mwenyezi Mungu mfanyie kila aina ya wepesi. Hii ni hadithi ya Mtume inayofungua mlango katika maudhui ya majukumu ya kiuongozi. Hii ipitishe sana katika kichwa chako, itakuweka sawa sawa. Lakini pia hapo hadithi ya Mtume, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni kiongozi na ni mchungaji, na atauliziwa haki ya raia zake. Atakwenda kuuliziwa mmoja mmoja katika watu wanaoongoza. Wewe ndio kiongozi wa Juakita mkoa wa Kagera bibi pale, mbona kuna wakina mama kule wengine hawaswali wa Kiislamu? La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu, mimi niliweka utaratibu wa kuwakumbusha kuswali, nilizungumza nao, niliweka makongamano, nilifanya hivi. Kweli ulijitahidi, ni wao wenyewe uzuzu wao, wacha tuwakongote. Sawa? Tumemaliza muda na muda umefika, muda wa kuswali. Basi mwisho kabisa, kwa kumalizia, Sayyiduna Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akizungumzia yeye majukumu ya kiuongozi anasema, walakum alayya, nyinyi mnanidai mimi, an la akhba shay'an min kharajikum, nisifiche kitu katika mapato. Kitu cha kwanza katika uongozi, mapato na matumizi kuwa wazi. Yani hapa ndo kaanza napo Saidina Umar, mimi sitawaficha kwenye mapato na matumizi. Akasema, walakum alayya idha waka indi an la yakhruja illa bihaqqihi, nyinyi mnanidai mimi, mtu yeyote atakapokuja kuniletea mimi shtaka asiondoke isipokuwa amepata haki yake. Kiongozi kuchunga haki za raia. Akasema, walakum alayya an arudda atayakum wa arzakakum, nyinyi mnanidai mimi kuwapa mishahara yenu, lakini na kuwapa atayakum, mahitaji yenu. Nyinyi si mmenichagua mimi kama katibu wa Juvikiba. Kwenye Juvikiba, nasemea Juvikiba kwa sababu huku Juakita kuko safi, sawa? Kwenye Juvikiba kunahitajika 1, 2, 3. Kwa hiyo nyinyi mnanidai mimi hayo, sawa? Yale ambayo tumekeana kwenye kanuni, nyinyi mnanidai. Walakum alayya an la ulqiyakum fil mahalik, nyinyi mnanidai mimi kutokuwaingiza kwenye maangamivu. Kiongozi, uhakikishe raia wako wale unaoongoza hawaingii kwenye matatizo. Ukiona kuna jambo hili litaleta matatizo, kuna watu wanasema viongozi wa BAKWATA wana siasa poa. Viongozi wa BAKWATA ni wazuri sana, hawana siasa poa. Na kama ni siasa poa, ni siasa poa nzuri. Maana yake nini? Hawawapeleki watu kwenye matatizo. Ukitokea mahali kuna matatizo, utakuta viongozi watu wako kimya, mpaka watu mnasema kwenye magrupu, mbona BAKWATA haisemi hili jambo? Kwa nini BAKWATA haisemi? BAKWATA haiwezi kusema matatizo bwana. Huwezi kumsikia Mashamimu anatoa tamko, au mufti anatoa tamko, au Juvikiba anatoa tamko kwenye jambo ambalo litawapeleka watu kwenye matatizo. Utakuta kuko kimya, kama vile watu hawapo Tanzania hapo. Uelewe hapo maneno yataleta matatizo. Na mengi, lakini mama anasema muda umekwisha, na nyinyi inabidi niwape nafasi kidogo tuzungumze kwa pamoja. Inshallah nimuombe Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Uthman Zuberi, namba yangu ya simu 0718. Bibi zangu hao. 0718. Tayari hiyo? Alafu 10 yani 10, alafu 60, alafu mwisho 13. Unaangalia Al Khair Online TV.